Bila shaka uko vyema na ni mzima wa afya popote ulipo, na kusalimia assalamu alaikum, amani iwe na wewe popote ulipo, peace be upon you. Nimekuja kama kawaida baada ya kupotea siku 2-3, nimekuja tuzungumze tena. Tuzungumze kwa sababu yako mengi ya kuzungumza ambayo kila siku yanatokea ulimwenguni, yanatufanya tuweze kuzungumza, na ndiyo tunazungumza. Mazungumzo zaidi yanapatikana kwenye magrupu yetu kama kawaida. Ukitaka mazungumzo zaidi yapo kwenye magrupu, unaweza ukajiunga huko na ukawa unapata mazungumzo zaidi. Lakini hapa tunakuja hivyo kwa nadra, tunazungumza, tunatoka. Usisahau kusubscribe hii channel, na kama nilivyoahidi kuwa si siku nyingi sana tutakuwa tuna mazungumzo endelevu hapa ya kila mara, ya kila siku yatakuwepo, ambapo mijadala ya dunia haiishi, histori za dunia haziishi, uchambuzi wa dunia haumaliziki, na tutazungumza kila siku na kuzungumza. Na waza sijui nizungumze nini. Nizungumze makubaliano ya Urusi na Ukraine au nizungumze mpango mpya wa Trump wa kuhamisha watu wa Gaza? Wacha tuzungumze la Urusi na Ukraine, kwa sababu imekuwa ni taarifa ambayo iko sana kwenye vyombo vya habari katika hizi siku 2-3 kwa makubaliano ya siku 30 ya usitishaji kwa vita, ambayo ukiangalia yamekaa kimtego kwa pande zote. Ni makubaliano ya mtego. Utaona kuwa Marekani aliwaweka kwenye kapu wote, kwa Ukraine akae kwenye kapu na Urusi akae kwenye kapu, alafu aanze kuwatega mmoja mmoja ili aone kama wanaweza kunasa kwenye mpango wake, na bila ya shaka wote wamenasa. Manake awali Ukraine alikuwa na vikwazo, sitaki, nataka habari za mikataba ya usalama, ulinzi, ambayo tuliona mtifuano uliotokea kule ofisi ya Oval wiki chache zilizopita kati ya Trump, JD Vance pamoja na Zelensky. Lakini baadaye tukaona kama wamekubaliana na mazungumzo yakafuata kule Jeddah, ambako Zelensky pia alienda. Walikuwepo mawaziri wa kigeni wa Marekani, waziri wa kigeni wa Ukraine, alikuwepo waziri wa ulinzi Omer Rostov na wengine wote wa Ukraine walikuwepo. Yani kuwa wanadiplomasia wakubwa wa nchi hizo mbili wote walishiriki kwenye hayo mazungumzo, unaweza kusema, na wakaja na ile azimio kuwa usitishaji wa siku 30. Usitishaji ambao Ukraine alikwepa kuweka madai yake zaidi, kwa sababu kumbukumbu ya mazungumzo ya mwisho yaliyovunjika kule Marekani ilikuwa inazunguka kwenye vichwa vya viongozi wa Ukraine. Kwa hiyo hawakutaka tena kusababisha chochote kile. Kwa hiyo wakaamua kama vile kufunika kombe, kila kitu kiende. Ukiona kwenye mazungumzo hayo, ukimsikiliza Zelensky na wengine, utaona kama vile tumeambiwa, yani haikuwa uamuzi wetu, ila basi tutafanya nini, ndio ilivyokuwa, yani ndivyo ilivyo. Hali kadhalika majibu yaliyotolewa na Urusi kupitia kwa Vladimir Putin wakati anaongea na Lukashenko ni same, ni majibu kama ya Zelensky ya kuwa nitafanya nini, kwa sababu tayari wenzangu wametangaza amani na mimi mara zote nimeimba kuhusu amani. Je, nikikataa itakuwaje? Ndio maana unaona kuwa kukubali kwa Urusi kumekwenda na masharti, kama vile kukubali kwa Ukraine kulivyokwenda na masharti. Kuwa wasiwasi ambao nimeuona na kitu ambacho nimekiona kabisa kwenye nadharia ya mazungumzo haya ni pande mbili ambazo haziaminiani kabisa. Ni pande mbili haziaminiani. Ukiwasikiliza wa Ukraine kwenye hili swala, ni wachache wanaoamini kuwa dhamira ya Urusi ya amani ni halisi. Yani wa Ukraine ni wachache wanaoamini kuwa Urusi kweli ana dhamira halisi ya kumaliza mgogoro. Ni wa Ukraine wachache. Hali kadhalika serikali ya Ukraine, ya Urusi, ukisikiliza, haina imani kama kuwa kweli magharibi wana nia ya kumaliza vita, au kuwa wanataka kuzitumia hizi siku 30 kama mtego kwa upande wa pili. Wa Ukraine hawaamini kama Urusi anataka amani, kwa sababu wao wameishi na Urusi kiuhalisia. Wa Ukraine wanamjua Urusi na wana kumbukumbu ya makubaliano mengi ambayo wameshayachukua toka mwaka 2014. Wamefanya makubaliano kadhaa ambayo hayakufika kokote,
yakawa yanavunjika, hata kwenye mgogoro mbaya kabisa ambao ulianzisha ubaya kabisa ni wa Crimea mwaka 2014. Baada ya pale walizungumza sana, lakini vita vya mashariki mwa Ukraine ambapo vilichukua miaka 8 kabla ya mzozo kamili kuzuka, pia kulikuwa kuna mazungumzo mengi ambayo walisaini baadhi ya nyakati, masuala ya ceasefire, masuala ya kutokushambuliana, masuala ya kusimamisha vita, lakini bila utekelezaji. Hata ceasefire ya mwisho walisaini ilikuwa ni mwaka 2019 ambayo Zelensky tayari alikuwa madarakani na Trump alikuwa madarakani akiwa shahidi wa hilo, kuwa walifikia kwenye hiyo ceasefire wakazungumza, lakini 2022 Urusi alivamia Ukraine. Kwa hiyo kwa wa Ukraine wanachokiamini ni tofauti na kile ambacho dunia inakiona au watu wengine kwenye ulimwengu wanakiona. Wa Ukraine wanaona kitu tofauti na wengine kile ambacho wanakiona. Hali kadhalika Marekani, upande wa Urusi haamini magharibi. Haamini magharibi kwa sababu ya historia ya magharibi. Kuna watu huwa wanasema kuwa kulikuwa kuna mkataba ambao ulisainiwa kati ya USSR pamoja na kati ya Urusi pamoja na NATO, kuwa NATO hawatosogea nchi moja mashariki. Kiuhalisia hapakuwahi kuwa na mkataba, ila kulikuwa kuna makubaliano. Tofauti ya mkataba na makubaliano ni vitu viwili tofauti. Mkataba ni ule mnakaa mna sign mbele ya mashahidi, wanasheria na kila kitu, kuwa hili halitotokea kuwa hapo. Kati ya Urusi na NATO hawakuwahi kuwa na mkataba kuwa NATO isikue kuelekea upande wa mashariki, ila walikuwa na makubaliano ambayo ni kama makubaliano ya tishio la nyuklia miaka ile, wakati Soviet ilivyopeleka nyuklia kule wapi, Cuba, na Marekani akapeleka nyuklia Italia, kukawa kuna tishio la nyuklia. Kwa hiyo ikawa kuna vita baridi. Kwa hiyo kukatokea makubaliano, ondoa na nini, kila mtu achukue za kwake, tusitishane wote wakubwa, yakapita. Kwa hiyo kwenye swala la kwenda upande wa mashariki hapakuwahi kuwa na mkataba, ila kumewahi kuwa na makubaliano kuwa sawa, hatutosogea. Lakini ni mwanzo tu wa miaka, sababu USSR ilivunjika 1991, lakini kuanza kusogea kwa NATO, kusogea upande wa mashariki toka 94 wameanza kusogea. Nchi zimeanza kujiunga na NATO hizi zilizotoka upande wa USSR. Nyingine zimejiunga toka miaka ya 94, mwaka 2004, mwaka tayari mapema kabisa wakati wa utawala wa Bill Clinton tayari walikuwa wameshaanza kusogea. So Urusi anachokihofia upande wa magharibi ni kuwa hawaamini, yani kuwa hawa watu hawaaminiki. So anakumbuka kuwa tulizungumza kwenye hii vita hii, kama vita wangeweza kuimaliza, kuwa huenda Ukraine angekuwa ameokoa vitu vingi, kwa sababu anasema katika mazungumzo ambayo Putin huwa anayazungumza, kwenye interview alizungumza ile ya Ataka, kuwa tulishaimaliza vita toka 2022 mwanzo kabisa, kwenye mazungumzo ya Ankara, mazungumzo ambayo tulikuwa tumekubaliana baadhi ya vitu ambavyo huwa havitaji ni vitu gani, ambapo vilisababisha Urusi kuondoka Kiev akaelekea upande wa mashariki. Baada ya Urusi kuondoka Kiev, kwa madai ya Urusi kuwa Boris Johnson akiwa waziri mkuu wa Uingereza na Biden wakamwambia Zelensky, usimalize vita, tutakusaidia mwanzo mwisho. Huwa anakariri hayo maneno Putin. So hofu ya Urusi kwenye hizi siku 30, na ndio maana wamekubali kwa masharti, kuwa wanasema katika siku 30, je, utiririshaji wa silaha Ukraine na wenyewe utastopu? Kwa sababu unakumbuka Marekani ni juzi alitangaza kuwa amekata usaidizi wa silaha, usaidizi wa kijasusi, kila kitu alizuia. Lakini baada ya Ukraine kusema kuwa tumekubaliana usitishaji wa siku 30, Marekani akaresume tena kuanza kutiririsha silaha, na tukaona kuwa mipaka ya Poland ikafunguliwa kuanza kuingiza silaha za Marekani kwenda kwenye ardhi ya Ukraine. So hilo pia ni jambo ambalo Urusi anawasiwasi nalo, kuwa wakati tunasimamisha vita, je, silaha zitaingia? Wakati tunasimamisha vita, kwa sababu kuna kambi za kijeshi ambazo ziko Poland na Ujerumani na Romania zinatoa mafunzo kwa vikosi vya Ukraine za magharibi. So anauliza kuwa hizi kambi zitaendelea kutoa mafunzo kwa sababu tunaenda kwenye kumaliza. Je, zitaendelea kutoa, au tunasitisha siku 30 iwe nafasi kwa Ukraine na watu wa magharibi kwa hadaa zao kujipanga vizuri? Urusi anasema tumekubaliana usitishaji, au amekubali usitishaji wa siku 30,
lakini anasema kuwa tutakuwa tuna mazungumzo marefu na Marekani, apeleke masharti yake yakiwemo haya, kuwa anachodai kuwa usitishaji huu kama utakuwa ni kwenda kwenye usitishaji wa kudumu wa kisheria, ambapo katika madai yake Urusi kuwa atataka Ukraine aondoke kabisa kwenye eneo la Kursk, ambao kiasi kikubwa unaona kuwa dakika za mwishoni baada ya Marekani kukata usaidizi wa anga, usaidizi wa kijeshi, usaidizi wa kijasusi, Urusi amefanya vizuri kurudisha eneo lake la Kursk kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo Urusi alikuwa kwenye resi, kwenye mwendo wa kwenda kumaliza vita. Halafu hapo wakati yuko kwenye mwendo wa kumaliza vita, anakutana na bango la kuwa ceasefire, tunasimamisha. Kwa hiyo kama imemtuliza kuwa nisije nikasimamisha wakati niko kwenye race ya speed ambapo nilikuwa naenda kuchukua ushindi, halafu nyinyi mnakuja huku nyuma, kumbe mna agenda yenu tena, tuje tuzungukane kama yale masuala ya kizamani, tuje tuanze kuraruana upya. Kwa hiyo kilichopo kati ya hizi pande mbili ni kuwa hakuna uaminifu kwa pande zote, kuwa hakuna anayemwamini mwenzake. Kwa hiyo muda pekee ndio utatupa majibu kuwa nani afanye nini kwa wakati gani, na mazungumzo ya Trump na Putin ambayo huenda tukayashuhudia, basi yatatupa majibu kamili. Basi jamani, nimetaka kuzungumza tu kidogo kuhusu huu mpango wa kusimamisha vita wa Ukraine.